Habari zako mpenzi mtazamaji, tuna furaha kubwa kukuletea habari hizi magharibi ya siku ya leo, tukiwa tariki 23 Machi mwaka huu 2026. Tutakuletea habari kutoka pande mbalimbali za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa tunaanza habari zetu tukiwa huko Masisi katika sekta ya Oso Banyangu, ambako mapigano makali yaliripotiwa leo hii kati ya vikosi vya waasi wa M23 wakizidi kupigana kuelekea vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama pamoja na viongozi wa kijamii wa eneo hilo, mapigano hayo yalianza majira ya saa 11 alfajiri wakati waasi wa kundi la M23 walipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizodhibitiwa na wanamgambo wanaojulikana kama wazalendo. Mji na kijiji cha Kazinga vinatajwa kuwa eneo la kimkakati la vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na vikosi vya serikali ya FARDC, na kwa kuwa sasa vilikuwa chini ya udhibiti wa wazalendo katika wiki za hivi karibuni. Hali hiyo imeweza kusababisha mapigano hayo makali, vikosi vya M23 vikitaka kuchukua kijiji hicho. Mashuhuda wanasema kuwa milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika vijiji kadhaa vinavyozunguka eneo hilo la Kazinga, jambo lililosababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia. Wananchi wengi wa eneo hilo la Kazinga wameweza kukimbia eneo hilo wakihofia usalama wao. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa shambulizi hilo lilikuwa na lengo la kurejesha udhibiti wa Kazinga mikononi mwa waasi wa M23, huku mapigano kati yao na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo yakiendelea kushika kasi katika eneo la Masisi. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete, huku wananchi wakiendelea kuathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na machafuko ya mara kwa mara, ikiwemo ukosefu wa makazi, hofu na hali ngumu ya maisha. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Masisi. Acha basi tuhamie pande ya pili huko Walikale, ambako vita zilikuwa zikizidi kuripotiwa siku ambazo zimepita katika kijiji cha Kanune ndani ya groupement ya Ikopo. Lakini kuanzia jana hali ya amani iliweza kuripotiwa, na hivyo mapigano kati ya wazalendo dhidi ya M23 imeweza kuisha. Vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa mapigano hayo yalianza mapema asubuhi wakati wazalendo walipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikimilikiwa na waasi wa M23. Baada ya masaa kadhaa ya mfululizo ya risasi, silaha nzito, wazalendo walilazimika kujitoa nyuma, wakiruhusu waasi kuendelea kudhibiti kijiji hicho cha Kanune. Hali hiyo imesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji wa Kanune, wengi wakilazimika kukimbia makazi yao wakienda katika kijiji cha Miriki kilicho wilayani Lubero. Harakati za wakimbizi zinaendelea kuongezeka hasa baada ya hali kutulia mwishoni mwa siku. Mashuhuda wanasema kuwa familia nyingi zimekimbia bila kuchukua mali zao muhimu, jambo linaloongeza hatari kwa maisha yao. Idadi kamili ya wakimbizi bado haijajulikana kwa sasa. Ongezeko hilo jipya la wakimbizi limeweza kuzidisha mashida ya kibinadamu katika maeneo yanayokimbiliwa, ambayo tayari yako chini ya shinikizo kutokana na ongezeko la idadi la wakimbizi wanaokimbia vurugu zinazojirudia katika eneo ambazo wanaweza kuishi. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Walikale. Acha basi tuhamie ndani ya mji wa Beni, ambako leo hii tariki 23 Machi mwaka huu 2026, moto zote na barabara imeweza kuwa wazi kutokana na kutokutembea kwa usafiri wowote huo kutokana na maandamano ambayo iliweza kufanywa na madereva wa taksi moto. Kutokana na maandamano hayo ambayo yaliweza kufanywa, usafiri umeweza kusimamishwa katika barabara kuu za mji wa Beni. Madereva wa taksi moto wote ambao wanakataa kufuata amri hiyo waliweza kuripotiwa kushambuliwa, na baadhi ya wamiliki wa magari walibakiza vifaa vyao nyumbani kwa kuhofia kujeruhiwa kwa vifaa vyao. Hali hiyo imeweza kusababisha wananchi wengi kushindwa kufika kazini.
Jumamosi iliyopita vijana wenye hasira waliweza kukusanyika kwenye eneo la mauaji ili kuonyesha kupinga hali ya ukosefu wa usalama inayokuwa katika mji wa Beni. Waliweka vizuizi barabarani na kuchoma matahiri kuashiria maandamano hayo. Tukielekea pia upande wa pili katika wilaya ya Mulekera ndani ya Matonge, kuliweza pia kutokea vifo vya vijana wawili ambao waliweza kupigwa masasi na vikosi vya FARDC wakizaniwa kuwa ni wezi, na hali hiyo imeweza kutokea katika tariki 14 kuamkia tariki 15 Machi mwaka huu. Hali hiyo iliweza kusababisha taharuki kubwa kwa wakaaji wa eneo hilo. Kulingana na FARDC, wao walikuwa wanadhani kuwa vijana hao ni wezi, na hiyo iliweza kuwasababisha kuwapiga masasi vijana hao na kufariki dunia. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tunakusogezea magharibi ya siku ya leo. Ukiwa kwenye Kwetu News 24 utapata habari zote. Hivyo ili kuonesha uthamini wa kazi ambayo tunazidi kufanya siku baada ya siku, usiweze kuacha kusubscribe, kushare na kucomment ili tujulishe mahali ambako unatufuatilia na maoni yako kuhusu habari zote ambazo tunazidi kuletea siku baada ya siku. Hata basi tukutanane kesho asubuhi.